Mtazamaji, siku ya Jumanne, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Tunalipata katika Injili ya Mathayo sura ya 23 aya ya kwanza hadi ya 12. Yesu aliwaambia makutano waliokuwa wamemfuata, wakitaka kuponywa, wakitaka kulishwa, wakitaka misiba yao iweze kuondoka. Akawaambia makutano na wanafunzi wake juu ya makundi mawili ya kidini yaliyokuwepo kipindi kile Yesu alipokuwa anaishi, juu ya waandishi na Mafarisayo. Waandishi walikuwa ni kundi la wanasheria ambao walitumia muda wao mwingi kusoma zile sheria za Musa ambazo zilikuwa ni 10. Wakaamua kuzimega zikafika sheria nyingi tu kwa ajili ya kuweza kuongoza matendo ya wana wa Israeli. Na kwa sababu asilimia kubwa ya watu walikuwa hawajui kusoma na kuandika, hawa waandishi ndio walikuwa wanawasaidia katika kuandika mikataba mbalimbali ya mauziano ya viwanja, katika mambo ya ndoa. Wakitaka binti au kijana atakayeweza kuoa, habari za kuandika ile mikataba, wao ndio walikuwa wanawasaidia. Mafarisayo lilikuwa kundi la kidini ambalo wao walikuwa wanasimamia hizi sheria za Musa ambazo alikuwa amezitoa. Katika dini ya Kiyahudi walisema hivi: Mungu alimpatia Musa sheria, zile amri 10. Musa akampatia Yoshua zile sheria. Yoshua naye alipokuwa anaondoka aliwapatia wazee zile sheria za Mwenyezi Mungu. Wazee wakawapatia waandishi, na waandishi wakawapatia wale ambao wanaitwa Mafarisayo. Kwa hiyo Mafarisayo wakawa wao ni kusimamia zile sheria za kidini. Walikuwa ni wakali sana kwa mtu aliyekuwa anavunja zile sheria. Ndio maana walimuona kwamba Yesu yeye ni kizuizi, anavunja sheria za Mwenyezi Mungu, wakamfuatilia kila siku katika safari yao. Yesu anakuwa kinyume sana na haya makundi mawili, kwa sababu walifanya dini kuweza kuwa ni maonyesho. Dini ikawa ni sheria kali kwa watu wakakosa furaha. Anawaambia maneno haya kwamba watu hawa ambao wameshikilia sheria za Musa muwaheshimu, waambia muyatende. Lakini hawa watu wanamwabudu Mungu kwa midomo yao tu, matendo yao ni mabaya, hayaendani kabisa. Kazi yao ni kuatika mizigo mizito watu mabegani mwao, wasitake wao wenyewe kuweza kuigusa. Tupo katika kipindi ambacho dini imegeuka kuweza kuwa ni mzigo kwa watu. Kuna kundi la watu ambao wao wanaonekana kwamba wameshikilia sheria za Ukristo, ni kuwabebesha watu mizigo mbalimbali, mizigo ya majukumu, mizigo ya sadaka na mambo mengine mengi sana, ni kuwabebesha watu. Lakini huyo mtu ambaye anapotoa maagizo kama hayo, yeye mwenyewe hathubutu hata mara moja. Tunamwabudu Mungu kwa midomo yetu, lakini asilimia kubwa sana ya viongozi wa kidini, matendo yetu ni maovu mbele ya Mungu na mbele ya watu. Ingawa tuna viongozi wengi ambao matendo yao ni ya ovyo, Yesu anatoa mafundisho haya, anasema kwa makutano, muwasikilize. Usije hata siku moja ukashindwa kuweza kumsikiliza kwenye kile anachokupatia. Msikilize, kwa sababu anasimama katika mambo yanayomhusu Mwenyezi Mungu. Msikilize. Anakataa, amesema kwa matendo yao usiwaige. Yesu anazungumza
katika kile ambacho kinachotokea sasa hivi. Hawa watu ambao katika mambo ya kimungu viongozi wanapenda kukaa viti vya mbele, anawakataza Wakristo, anawakataza wafuasi wake kwamba usipende sana maisha ya kujionyesha, maisha ya mbele. Kataa, kubali kunyenyekea, pokea maisha ya kawaida sana. Usipende kusifiwa na kusalimiwa mara kwa mara. Tumsifu Yesu Kristo baba padri, tumsifu Yesu Kristo mtumishi wa Mungu, na salamu nyingine nyingi zaidi. Usipende hizo sifa. Kubali kunyenyekea, usitaki jina lako liweze kuwa kubwa. Anasema Yesu, tabia ya kupewa majina mbalimbali, rabi, mchungaji, askofu, nabii, mwenye upako, hayo majina Yesu amekataa. Amesema msitake katika safari yenu mpewe majina mbalimbali. Anasema mwalimu ni mmoja tu ambaye ni Kristo. Tabia ya baadhi ya viongozi wa kidini kupata majina, kutaka kupewa majina mbalimbali, vyeo vingi, Yesu amekataa. Amekataa vitu kama hivyo, na siku moja tutasimama mbele zake katika hukumu hii kwa yale majina tuliyojipachika wenyewe bila mastahili yetu. Na baadaye anakataa baadhi ya mitume wake, wafuasi wake, kuitwa viongozi. Maana anasema kiongozi ni mmoja tu. Na hapa tuwe makini. Zimefika nyakati ambazo watu wanajipachika majina ya uongozi. Mtu amelala tu, ameamka, anajipachika jina la askofu, jina la mchungaji, jina la nabii, aonekana kwamba yeye ni kiongozi. Wanajipachika majina. Yesu amekwisha kukataa mambo haya. Baadaye tabia ya kuanza kujiita wewe ni baba wa kiroho, mama wa kiroho, Yesu amelikataza. Baba ni mmoja tu. Huna ubaba wowote ule. Hatuna ubaba wowote ule. Baba yetu wa mbinguni ni mmoja tu, ndio aliyetuzaa, wengine wote. Usitaki kuweza kuitwa baba mchungaji, sijui baba nani, kwa vitu kama hivyo, kwa sababu ya sifa za kidunia, kwa sababu hatujamwaga damu zetu kwa ajili ya hawa watu. Hujamwaga damu kwa ajili ya hawa watu. Hujatoa sadaka yote ilikuwa kwa ajili ya hawa watu. Mambo ya Mungu apewe Mungu. Habari za baba tumwachie Mwenyezi Mungu. Habari za kiongozi abakie Yesu mwenyewe. Habari za mwalimu abakie mwenyewe. Sisi tukubali kushuka. Dini yetu itufundisha kuweza kuwa wanyenyekevu. Tusitafute vile ambavyo sio vya kwetu. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.